Rejea Dar es Salaam ambapo zaidi ya Watanzania milioni 1.2 hawana hati za umiliki wa ardhi kutokana na kutoanza kwa kituo cha kisasa cha upimaji wa ardhi kwa njia ya satellite kilichopangwa kujengwa mkoani Dodoma. Hayo yamesemwa na aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Selassie Mayunga jijini Dar es Salaam wakati akikabidhi ofisi kwa naibu katibu mkuu Dr. Moses Kusiluka, ambapo amebainisha kituo hicho kikikamilika kitasaidia kupunguza migogoro ya ardhi na kuinua vipato vya Watanzania. Ni ya muhimu na ni ya haraka sana katika upimaji na utayarishaji wa ramani katika nchi yetu. Kwa hiyo hili jambo nalo ni la kufa na kupona, kwamba ningependa naibu katibu mkuu aweze kulifuatilia hili swala kuhakikisha kwamba kituo hiki kinajengwa huko Dodoma ili upimaji ardhi hapa uweze kufanyika kwa haraka, ramani za msingi ziweze kutayarishwa kwa haraka, wananchi wa nchi hii waweze kupata hati za kumiliki ardhi na hatimaye kuweza kumaliza tatizo au migogoro ya ardhi iliyoko hapa nchini. Mayunga amemwomba naibu katibu mkuu Kusiluka kushughulikia suala la mgogoro wa mpaka wa Ziwa Nyasa kati ya Tanzania na Malawi kwa kutumia nyaraka zilizoandaliwa na wataalamu kwa kushirikiana na mataifa ya Uswizi, Uingereza, Ujerumani pamoja na Umoja wa Mataifa kuhusu umiliki wa eneo la mgogoro huo. Uandishi ni za muhimu sana kwa ajili ya mustakabali wa taifa hili. Zimesheheni mambo yote ya kuanzia mwaka 1890 hadi pale tulipopata uhuru mwaka 61 unaohusu eneo la mgogoro katika Ziwa Nyasa. Nyaraka hizi tumeweza kuzipata hapa nchini. Tulizipata kwenye ile ofisi iliyokuwa ya Umoja wa Mataifa kule Geneva, Uswisi. Na vile vile tulipata nyaraka kutoka Ujerumani ambao ndio walikuwa wanatutawala hapa nchini. Tulipata nyaraka hizi Uingereza vile vile waliotawala baada ya Wajerumani, na tulizipata kutoka katika Umoja wa Mataifa New York hizi nyaraka. Sasa nyaraka hizi zitatumika katika kizazi cha sasa, vizazi vinavyokuja na baadaye kama mgogoro huu utakuwa bado unaendelea. Mgogoro wa mpaka wa Ziwa Nyasa kati ya Tanzania na Malawi uliodumu kwa muda mrefu upo chini ya jopo la usuluhishi likiongozwa na Rais mstaafu wa Msumbiji Joaquim Chissano.